haswa ambacho kinafanyika. Lakini sasa changamoto ambayo huwa inatokea katika harakati za kuvuna au katika zoezi zima la uvunaji, inawezekana pia ni namna ambayo mazao huwa yanapotea wakati wa kuvuna. Sasa ni kwa namna gani unaweza ukaepukana na hii hali ya kupoteza mazao yako wakati unavuna, ili uweze kukipata kile halisi ambacho ulikipanda shambani kwako na unakivuna vile vile sawa na matarajio yako? Leo tutaangazia ni namna gani ambavyo unaweza ukadhibiti upotevu wa mazao wakati wa kuvuna, lakini pia labda kuna njia ambazo unatakiwa kuzitumia wewe ili kuweza kuvuna vizuri kiasi kwamba uepuke hasara ambayo inaweza ikatokana na huo upotevu wa mazao yako wakati wa kuvuna, na mambo mengine ambayo yanahusiana na hayo. Lakini tutafika pia katika uhifadhi, tuone pia nako huko mambo yamekaa namna gani, kwa sababu tuna mtaalamu hapa, huenda tukapata mengine mengi kutokea kwake. Tunaye mtaalamu hapa kutokea idara ya kilimo, mifugo na uvuvi wa halmashauri ya mji Makambako, na yeye sasa atatuambia na atatupitisha katika maeneo hayo ambayo nimeyataja na mengineyo pia kadiri ambavyo muda utaruhusu. Karibu sana afisa. Asante sana. Asante. Msikilizaji akufahamu kwa majina yako, ukijitambulisha wewe mwenyewe. Asante. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Steven Shitalima, ni afisa kilimo halmashauri ya mji wa Makambako. Ndio. Ndio. Karibu sana. Asante sana. Hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa Ilolama Naam. Karibu sana. Hii ni Shambani Leo. Asante. Sehemu sahihi kabisa kwa afisa kama wewe kuwepo. Asante sana, nashukuru sana. Sawa. Sasa tuanzie hapa Emmanuel, kwa kufahamu kwanza, tukianzia kwenye kutazama uvunaji wenyewe. Uvunaji haswa mtu anaposikia kuhusiana na uvunaji, lakini tukijikita kwenye masuala ya kilimo. Ndio. Uvunaji ni nini? Uvunaji kwa lugha fasaha tunasema ni kuondosha mazao yaliyokomaa shambani na kuyafikisha mahali husika, aidha kufikisha store au kufikisha kwa mlaji, au mimi mwenyewe mkulima naweza nikavuna kwa ajili ya matumizi yangu. Kwa hiyo kuvuna kwa ujumla ni kitendo cha kuondosha mazao yaliyokomaa shambani. Naam. Kwenye kuondosha sasa haya mazao au uvunaji wenyewe, una namna au umegawanyika katika sehemu kadhaa, au uvunaji ni uvunaji tu? Unategemea na aina ya zao unalolivuna. Kwa sababu kwa mfano mazao ya mizizi, mtu lazima utakuwa na jinsi ya kuvuna. Aidha unachimba, kwa mfano karanga, mihogo, kuna viazi vitamu na mviringo, lazima tuchimbe. Sahihi. Tunachimba kisha tunatoa mazao yetu kutoka chini ya ardhi. Lakini yale yanayobeba juu ya ardhi kama mahindi, basi tunatenganisha ule muhindi na lile shina. Tunabeba muhindi tunaupeleka mahali pale panapo stahili kuupeleka huo muhindi. Naam. Sawa. Huu uvunaji sasa unafanyika mara baada ya muda gani, baada ya mazao kuwekwa au mbegu kuwekwa shambani, au hii inategemea na, ila tufafanulia angalau? Naam. Inategemea na muda na aina ya zao. Kwa mfano mazao mengi ya mboga na matunda ni miezi 3 mpaka miezi 4 toka umepanda mpaka kukomaa. Kisha komaa tunavuna. Lakini sasa kuvuna itategemeana na namna hilo zao linakwenda kutumika. Kwa mfano mahindi tunaweza tukasema anachukua siku 120 mpaka 150. Lakini mahindi hayo mimi naweza nikavuna yakiwa bado mabichi, kwa maana ya kwenda kuchoma, kupika kande na matumizi mengine. Lakini mwingine anasubiri yakauke. Kwa lazima tutatofautiana kwenye vipindi vya kuvuna kutokana na kwenda kutumia namna gani, na ninataka kutumia zao langu likiwa kwenye hatua ipi. Na sawa. Sasa tukija kwenye namna ambavyo uvunaji unafanyika. Ndio. Ili kuto kupoteza mazao shambani. Nyie kama wataalamu, mnashauri uvunaji ufanyike kwa namna gani? Naam. Kwanza kabisa nieleze mfumo wa shughuli zote ambazo zinafanyika mara baada ya kuvuna, ikiwemo uvunaji wenyewe. Jambo la kwanza tunaangazia, kwanza niseme shughuli zipi zinafanyika baada ya kuvuna. Shughuli moja wapo ni kukausha, kusafirisha, kuna kupukuchua, kuna kuanika, tunasema kukausha. Lakini pia kuna kusambaza, kwa mfano unasambaza sokoni. Lakini kuna kupika kwenyewe ukishafika nyumbani mpaka kula. Zile zote ni shughuli baada ya kuvuna. Sasa shughuli zote hizi pamoja na kuvuna kwenyewe, kwa namna moja ama nyingine zinaweza kuchangia
kupelekea chakula chetu kubaki kwenye kiasi kile kile na ubora ule ule, au kikapelekea chakula chetu kuharibika ubora ama kupungua kiasi. Inategemea na namuna ya mvunaji mwenyewe atakuwa amezingatia namna gani kanuni bora za uvunaji. Ndio. Kanuni umezungumzia hapo, kanuni za uvunaji. Ndiyo. Huyu mvunaji inategemeana na alizingatia kanuni bora au hakuzingatia. Ndio. Ni zipi kanuni bora za uvunaji? Kanuni zipo nyingi, lakini naweza nikazitaja chache zile za msingi. Kanuni ya kwanza tunasema kabla hujavuna lazima ufanye maandalizi ya gara. Gara liwe limeandaliwa vizuri. Tunasema kuandaa gara sio kwamba either ni kujenga jipya, sawa kama hujajenga, lakini kama lishajengwa tunategemea gara hili lisafishwe. Kama kuna mashimo yalikuwa yanaruhusu panya kuingia garani yaweze kuzibwa, lakini pia tunaweza tukatumia viuatilifu kwa usimamizi wa mtaalamu. Sababu mara nyingi vinakuwa ni vya maji ambavyo ni hatari sana kama mtu atatumia vibaya. Sasa viuatilifu hivi chini ya usimamizi wa mtaalamu ndio vinavyotumika kusafisha gara. Kwa hiyo tutasafisha gara ili kuondosha either kulikuwa kuna wadudu, kuna harufu mbaya, huenda msimu uliopita kuna mabaki yalibaki ya chakula mle, kuna panya huenda alifia mle. Tunahakikisha tumetoa gara letu na harufu nzuri kabisa kabla hata hatujavuna. Baada ya hapo sasa, kanuni ya pili, tunakwenda kuvuna mazao yetu wakati yakiwa yamekomaa vizuri. Kwa maana hiyo ni muhimu kuandaa ghala kabla ya kwenda kufanya shughuli yenyewe uvunaji. Ni muhimu sana. Muhimu sana. Lakini kanuni ya tatu tunasema mahindi yakishavunwa, labda ni mahindi, labda ni zao lolote, mpunga. Kanuni ya tatu tunasema ni lazima haya mazao yasafirishwe sasa kutoka shambani kuelekea eneo salama la kwenda kuyakausha. Ndio. Yakaushwe vizuri kwa unyevu ule unaokubalika. Kwa mfano mahindi tunasema angalau yakauke kwa 13.5%. Au mahindi yanafaa kabisa kuweza kuhifadhiwa. Lakini kwa maharage angalau 12%. Kama unyevu utazidi hizo 1%, kuna uwezekano mkubwa kabisa haya mazao yetu kwenda kuharibika, kwa sababu unyevu utakuwa juu mno garani kiasi kwamba haya mazao yataweza hata kuoza. Lakini pia kanuni nyingine tunasema mazao yale ambayo yataliwa mapema kabla hatujaenda kwenye mazao yatakayoliwa mapema. Umezungumza kuhusiana na unyevu hapa, kitu ambacho nimekuwa nikimsisitiza pia mkulima hata kutoka kwenye kampuni ya AM akihitaji mahindi ambayo yamekauka kwa angalau kiasi hicho. Sasa wewe ni mtaalamu na inawezekana kauli ya mtaalamu inaswihi zaidi kichwani kwa mkulima. Anawezaje kujua kwamba haya mazao yangu sasa yamekauka kwa kiwango cha 13.5? Anapimaje ikiwa hana kifaa cha kupimia unyevu? Ziko mbinu za kienyeji ambazo hatuzikubali sana, lakini kwa sababu ya uhaba au uchache wa vifaa vya kisasa, mkulima anaweza akatumia, na niseme wanatumia mpaka sasa walio wengi. Kwanza kabisa unaweza kutumia njia ya kufikisha kwenye kidole chako. Ndio. Unachukua mahindi yako, mwindi mkavu ukiushika mkononi una utelezi tofauti na ule mbichi. Mbichi ukifikisha ni rahisi kupasua tofauti na huu mkavu, lakini pia uking'ata na meno. Muhindi ulio kauka una ugumu zaidi kuliko ule mbichi. Njia nyingine unaweza kutumia chupa. Ukatumia chupa ukaweka mahindi labda punje hata 50, 100 mpaka 200, alafu ukaweka chumvi. Baada ya dakika 20 mpaka 50 au lisali moja hivi, utaangalia kiwango cha unyevu. Mahindi mabichi tunategemea maji yatakuwa mengi kuliko yale mahindi yaliyokauka. Hii kwa hiyo ni ishara nzuri kabisa kwamba mahindi yaliyokauka ukiweka chumvi maji yatakuwa machache kuliko yale mabichi. Lakini njia nyingine ni sauti. Ukichukua mahindi kabla yakiwa kwenye kigunzi, yale mahindi mawili ukayapiga hivi, unakuta ule mlio wake ni tofauti kabisa na mahindi mabichi. Hizi ni njia za kienyeji ambazo tunazitumia huko mitaani kujua mahindi yamekauka au hayajakauka. Sawa. Tuende katika hatua nyingine. Lakini nitumia hapa nafasi hii kwamba ni vema tukatumia njia za kitaalamu, kwa sababu hizi hazitupi majibu ya moja kwa moja, kwamba zile 1% tuwezi kuzipata kwa kutumia hizi njia za kienyeji. Ni vema tukatumia njia za kisasa. Okay. Ndio. Haya. Yepi anaweza kuliwa haraka na wadudu? Yepi
ni kwamba yale ambayo ni mabichi zaidi yatashambuliwa kwa urahisi, kwa sababu tunasema hivi, zao lolote likiwa ghalani, kukiwa na unyevu mwingi na joto, ni rahisi wadudu kupenda hayo mazingira tofauti na yale yaliyo makavu. Ndio. Kwanza mahindi mabichi yanawezesha mdudu kutoboa kwa urahisi ile punje, tofauti na yale makavu kwa sababu ni magumu. Ndio. Lakini jambo jingine la muhimu zaidi, wakati wa kupukuchua, bahati mbaya inaweza kutokea punje zimepasuka. Ndio. Au zimeharibika kwa namna yoyote. Wataalamu tunashauri punje iliyopasuka, au sio punje tu, kuna mazao kama viazi wakati wa kuvuna tunasema tunachimba. Bahati mbaya unaweza kukata na kile kifaa ambacho unatumia kuchimba. Kile kiazi ambacho kimekatwa kisihifadhiwe. Badala yake ndio kio cha kwanza kuliwa. Kama ni punje zile za mahindi, za nafaka, zile ambazo zimeharibiwa wakati tunafanya shughuli zetu baada ya kuvuna, ziwe za kwanza kutumika. Alafu zile nzima ndio zihifadhiwe kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Hilo ni jambo la msingi sana. Sawa sawa. Ndio. Katika kuvuna, tumeshavuna, tumepeleka sasa mazao yetu tunapeleka mazao labda kwenye ghala, sehemu tutakayohifadhi. Hapa kuna jambo lolote ambalo mkulima angeshauriwa? Ndio. Ndio. Jambo la kwanza tunasema mazao kabla ya kuhifadhiwa yatibiwe. Hasa yale yanayohifadhiwa kwa muda mrefu. Lakini tutumie nini sasa kutibu haya mazao? Tunatumia viuatilifu. Kuna aina za viuatilifu vya unga na vya maji. Tunakataza kabisa wataalamu tusitumie viuatilifu vya maji. Viuatilifu vya maji vitumike katika kusafishia gara pekee chini ya usimamizi wa mtaalamu. Lakini vile vya unga ndio vitumike katika kutibu au kukinga mazao yetu yasiweze kushambuliwa na wadudu na panya na kadhalika. Ndio. Sawa sawa. Tutakuja huko tena baadaye, lakini kwa sasa nifahamu kuhusiana, hivi kanuni zimeisha? Umetuambia zote zimeisha kabisa? Bado hazijaisha. Nataka kujua kanuni haswa. Yes. Kanuni ya 4 ndio hili ambayo nimeisema kwamba punje zile ambazo zimepasuka na kuharibika ziliwe mapema kuliko zile nzima. Ndio. Lakini kanuni nyingine tunasema tenganisha kiasi cha mazao ya kula na yale ya kuhifadhi. Yale ya kula yanaweza yakatengwa kabisa na haya ya kuhifadhi, kwa sababu ya kuhifadhi tumesema yatibiwe. Kwa vyote maana yake yana sumu na tunategemea yataliwa kwa muda mrefu, ndio maana tumeweka sumu. Lakini haya ambayo tunakula ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, hakuna haja kuweka sumu. Basi yatenganishwe na isiweke gara moja. Kuweka gara moja ni sawa sawa yote yana sumu. Hiyo ni kanuni moja hapo. Lakini kanuni nyingine tunasema iya viuatilifu pia ni kanuni kwamba viuatilifu vipi vitumike. Na chini ya uangalizi wa mtaalamu pia ni kanuni. Na kanuni nyingine tunasema weka mazao kwenye gara safi. Gara lazima liwe safi, ambalo limefanywa repair, tumesema limefanywa ukarabati. Ni vizuri sana, kwa sababu gara ambalo zafanywa ukarabati huenda likawa lina matundu, kwa hiyo inapelekea urahisi wa viumbe waharibifu kuingia garani na kuweza kushambulia mazao yetu. Sawa sawa. Ndio. Hiyo ni kanuni moja hapo. Lakini kanuni nyingine tunasema kagua gara pamoja na mazao mara kwa mara. Hii tunasema hivyo kwa sababu unaweza kujisahau katika kutibu, umehifadhi vizuri sawa, chochote kinaweza kutokea store. Pengine ulipanga, bahati mbaya magunia yakashuka, gunia moja likapasuka mle ndani wewe bila kujua. Lakini kama unapita angalau kwa mwezi mara moja, ni rahisi kurekebisha mapema kuliko kukaa ndani ya miezi 6 hujaingia garani, hujakagua. Kinaweza kutokea jambo lolote wewe usijue. Ndio. Lakini unaniambia hii sio kanuni ya uhifadhi kweli? Naam, hizi zote ni kanuni ambazo zitatusaidia kupunguza nini? Kupunguza upotevu. Ndio. Sawa sawa. Zimeisha sasa kanuni. Lakini kanuni ya mwisho kabisa tunasema mazao yanayoingia garani ndio yao ya kwanza kutoka. Ndio maana wale wanaokuwa na magara makubwa, kwa mfano wafanya biashara, tunashauri gara liwe na mlango wa kuingilia na mlango wa kutokea. Mazao likoingilia yasitokee huko. Sawa sawa. Ndio, yanatoka mlango mwingine. Sasa kule yanakotokea tunategemea ndiko yatakokuwa yamewekwa mazao yaliyoingia kwa mara ya kwanza. Ndio, kwa maana hiyo itakuwa rahisi kuyatoa yale yaliyoanza. Sawa sawa. Haya ya mwisho yatakuwa ya mwisho pia. Hiyo ni kanuni ya msingi pia. Naam. Hili linafanyika kwa wakulima ambao mnawatembelea huko na mnaona. Wale tunaowafundisha wanafanya, lakini si kwa kiasi kile cha kuridhisha kama sisi tunavyokuwa tumewafundisha. Changamoto ni nini? Changamoto wakati mwingine ni mazingira ya kuhifadhi. Nyumba zetu ni ndogo, mkulima hana uwezo wa kujenga nyumba afa kajenga na gara
tofauti. Sahihi. Utakuta mkulima ana nyumba lakini ametenga chumba ndani ya nyumba anayoishi ndio linakuwa kama gara au chumba cha kulala watoto. Ni changamoto hizo sasa. Hizo ndio changamoto zilizopo. Sawa sawa. Tena na hii namna ambayo tunaifanya ili kupoteza mazao wakati wa kuvuna. Ndio. Vitu ambavyo vinatumika kusafirishia. Ndio. Au vitu ambavyo vinatumika wakati wa kuvuna. Kuvuna ndio. Hivi vina nafasi gani? Nafasi ni kubwa sana. Kwenye kupotea kwa mazao shambani. Nafasi ni kubwa kwa sababu mara nyingi mbinu zinazotumika kuvuna kwanza sio rafiki kabisa. Kwa mfano, uvunaji wa mahindi, wakulima wengi wanavuna mahindi yao, wakati anavunja ule muhindi kuna eneo moja wanalichagua, wanakuwa kama wanavuna wako 5 mpaka 10, wanachagua sehemu moja yote, wanakuwa wanayarusha pale kabisa, wanakokusanya. Sasa wanaporusha mahindi yanakutana, yanapigana kuna baadhi ya punje zinajiachia kutoka kwenye kigunzi, zinabaki pale chini. Sasa wakati wa kuja kukusanya, yanaokotwa mahindi yaliyo pamoja na kigunzi, yale ambayo yamejiachia hayaokotwi. Tayari tumeshapoteza pale mahindi. Lakini pia kuna uwezekano wa kupasua hizi punje, tayari ubora umepungua. Lakini pia wakati wa kusafirisha tunashauri tumie vifaa ambavyo havivujishi, lakini pia vifaa ambavyo wakati mwingine kama ni mazao ya mboga na matunda, vifaa vile ambavyo vimefunikwa ni vizuri zaidi. Ndio. Sawa sawa. Wakati huu na kukumbusha tu, kama ndo kwanza unaungana na mimi hapa, niko na mtaalamu hapa na ni afisa kilimo huyu kutokea halmashauri ya mji Makambako, ni Emmanuel Steven Shitalima, ambaye yeye anazungumza nasi kuhusiana na masuala mazima ya uvunaji na namna ambavyo unaweza ukaondokana na ile hasara ya kupoteza mazao yako wakati wa uvunaji. Lakini tunaangazia pia masuala ya uhifadhi na mengineyo mengi ambayo yanatokana na haya ambayo nimekutambulisha hapa. Shitalima, hebu tuambie sasa kuhusiana na uhifadhi. Tunatakiwa kufanya nini kwenye uhifadhi, lakini tuanze kwa kufahamu huu uhifadhi wenyewe ni nini haswa na kwa nini ni muhimu kulizungumza hili. Uhifadhi ni tendo la kuweka mazao mahali salama baada ya kuvuna ili yaweze kudumu kwa muda mrefu. Ndio. Lakini uhifadhi huu tunapouangazia ni tendo la muhimu sana baada ya kuvuna, kwa sababu makosa yote yatakayofanyika hapa yanaweza kusababisha kuharibika kwa mazao au kupotea. Kwa hiyo kuna mambo ya kuzingatia pia ili tuweze kuhifadhi mazao yetu yaweze kuwa salama. Na kwa nini tunahifadhi? Kuna sababu za msingi. Sababu ya kwanza, tunahifadhi kwa sababu mazao tuliyovuna ni mengi kuliko kiwango tunachotaka kukitumia kwa wakati huu wa sasa. Kwa hiyo tunahifadhi kiweze kutufaa hapo baadaye. Lakini wakati mwingine tunahifadhi ili kusubiri utulivu wa soko. Kwenda soko sasa hivi bado si zuri. Kwa hiyo tunasubiri soko lichangamke tuweze kuuza baadaye. Sasa tunafanya nini? Tunahifadhi kusubiri soko liwe vizuri. Lakini wakati mwingine tunahifadhi kwa sababu ya akiba. Ni akiba kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Ni hivyo. Kwa hiyo sababu ni nyingi. Lakini hizi ni miongoni mwa sababu kwa nini tunahifadhi. Ndio. Sasa umesema kwamba kama makosa yakifanyika katika uhifadhi, inaweza ikawa ni sawa na hakuna ulichokifanya, ilisipokuwa ulipoteza nguvu yako tu katika kuhangaika msimu mzima wa kilimo. Naam. Nini kinatakiwa kifanyike ili pasitokee makosa? Okay. Jambo la kwanza, naweza nikawa narudia ama sirudii vile vile, lakini kikubwa zaidi kuzingatia ni kanuni za kitaalamu za kuhifadhi. Kanuni hizo mojawapo tunasema mazao yahifadhiwe yakiwa na viwango sawa vya unyevu. Ni jambo la msingi sana. Lakini jambo jingine tunasema mazao yahifadhiwe kwenye vifungashio sahihi. Kwa kifungashio sahihi ni kile ambacho kinaweza kikawa kile ambacho kimetibiwa. Kuna viuatilifu vinatumika kutibu vifungashio. Kwa mfano kuna shumba, hizi ni sumu ambazo wakulima wengi wanazitumia. Ila tunakataza kutumia viuatilifu vya maji, kwa sababu viuatilifu vya maji mara nyingi ni rahisi kufyonzwa na mazao yetu na kuingia ndani, kiasi kwamba wakulima wengi, hata awe ni mtaalamu kiasi gani, huwezi kusema utasafisha aidha ni punje itakate ile sumu ambayo imeingia ndani ya punje iweze kutoka kwa asilimia zote, haitatoka. Kwa hiyo pia ni kanuni moja hapo, tunasema vitumike viuatilifu sahihi ambavyo havitaingia ndani ya punje. Ndio maana tunahamasisha sana wakulima watumie viuatilifu vya unga ambao vyenyewe
vinafunika nje tu ya zao. Ndio. Kifunika nje maana yake hata ukiosha inakuwa rahisi kutoa. Sawa sawa. Ndio. Kwenye umezungumza kuhusiana na vifungashio hapa. Ndio. Vifungashio gani ambavyo mnashauri na ni salama zaidi labda kwa mkulima kuvitumia kwenye uhifadhi? Vifungashio viko ambavyo vinatumika sana sasa hivi na wakulima ni vile ambavyo mifuko, magunia na visulfeti, lakini hivyo ambavyo tunashauri lazima mahindi yatibiwe na vifungashio vyenyewe vitibiwe. Lakini viko vifungashio ambavyo vimeboreshwa sasa hivi, tunasema kwa mfano mifuko. Kuna mifuko ya Pixi, kuna Agrozed. Iko madukani japo bei yake ni kubwa kidogo kutokana na uimara na ubora wake. Ni vifungashio vizuri sana ambavyo vinawezesha kuhifadhi mazao bila kutumia viuatilifu. Na ni salama kwa afya kwa sababu vifungashio vile havipitishi hewa. Sasa kifungashio ambacho hakipitishi hewa sio rahisi hata panya kugundua kwamba ndani kuna nini, lakini sio rahisi kwa wadudu wale waharibifu kujua ndani kuna nini. Kwa hiyo mazao yatakuwa salama zaidi, lakini hata mlaji atakula chakula ambacho kiko salama kwa sababu hajatumia kiuatilifu. Na sawa sawa. Haya, kuna wakati unazungumza hapa kuhusiana na hii aina ya kiuatilifu ambacho kinatakiwa kutumika. Ndio. Kuna huyu mwingine ambaye yeye ameuliza kuhusiana na kwani madhara ni nini, kwa sababu wapo ambao wanapiga dawa ambayo ni ya maji. Umezungumza kuhusiana na madhara yake, si ndio? Ndio, au kuna cha kuongeza? Cha kuongeza hapana. Kama nilivyosema kwamba tuwe makini kutumia viuatilifu vya maji, vinaweza kufyonzwa na haya mazao na inatuia vigumu sisi kuondosha ile sumu iliyoingia ndani ya zao. Na sawa sawa. Sawa. Kwenye namna ambayo wanahifadhi, ni njia gani wakulima wanatumia sana? Ni hizi ambazo mnashauri za kuweka kwenye mifuko, au kuna zile njia za asili ambazo wanakuwa wana vihenge vyao wenyewe? Vihenge vilikuwa zamani, sasa hivi hata kama bado vipo ni asilimia ndogo sana. Wengi wanatumia mifuko. Lakini tunashauri hata kama unatumia mfuko, ndani ya gara au ndani ya kihenge chako chini tandika kitu ambacho kitazuia unyevu kupanda kwenye mazao. Hasa unaweza kama hujasakafia unaweza kaweka hata mianzi, ukaweka mbao pale chini, alafu mazao vile viloba vikawa juu ya hiyo mianzi au juu ya miti. Ndio. Okay. Haya. Kwenye hizi njia ambazo pia mnazishauri kama wataalam za uhifadhi. Na tamani pia kufahamu. Wakulima wenyewe wamekuwa wakipokeaje hayo ambayo nyinyi mnawapelekea kama wataalamu, ukiachana na ile kwamba sasa bwana sisi uoga tunahifadhi hivi miaka yote bwana Ndio. Wanapokeaje na mnaonaje kwamba je, wanahama kutoka kwenye zile njia za asili na kuhamia kwenye njia ambazo zinashauriwa kitaalamu au vimekaje? Naam. Mwitikio ni mkubwa sana kwa sababu ya nini? Tunasema sasa hivi mahitaji ya mazao ya chakula ni makubwa sana sokoni. Hii imepelekea hata wakulima kuwa wepesi kupokea njia za kitaalamu. Japo changamoto zipo, lakini hata sisi wataalamu tunaona kabisa mwitikio ni mkubwa sana na wengi wanabadilika, wanatumia njia za kisasa. Japo si wote, lakini asilimia kubwa watu wamebadilika. Sawa sawa. Haya.